Mheshimiwa wa Mkenya TV mahali popote ulipo unapoendelea kutazama hii kanda, hujambo? Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikufahamishe yale ambayo yamefika katika meza yetu ya habari. Naomba tu kaweze kunifuatilia maana naileta hii kanda chini ya dakika 10 ili nikueleze na kuchanganua siasa hizi pamoja. Ni pigo kwa Rais William Ruto baada ya katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna kutoa msomo kiongozi wake wa chama hicho Raila Odinga akiwa. Kuna kanda naomba kuiweka hewani ili tuisikize, kisha baadaye nikirudi nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Naomba kabla niweke hiyo kanda, ikiwa unatazama hii kanda mahali popote ulipo, kwenye kevu tu na heshima kubwa utupe a like katika kanda hii, na ikiwa hauja subscribe kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Kenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Kenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Asante kwa kutii ombi langu na karibu tusonge mbele pamoja. Siku ya leo ni siku ya Jumamosi. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga akiwa na katibu wake Edwin Sifuna waliweza kuhudhuria mazishi katika kaunti ya Machakos. Edwin Sifuna alipokabidhiwa kipaza sauti alizungumza mambo ambayo ni makubwa haswa katika sekta ya siasa. Naomba tumsikize. Alitoa msomo Raila Odinga akiwa, ambaye sasa aliweza kutoa ahadi ya kushirikiana na uongozi wa sasa. Edwin Sifuna ndio huyo. Hakuna mahali kwa hiyo mkataba inasema katibu mkuu wa chama cha ODM atakuwa anaenda mikutano na rais. Hakuna mahali inasema huyu senator ambaye amechaguliwa na UDA ati baba akiwa na mikutano yake hapa ati lazima akue hapa. Niliona mheshimiwa Raila ulikuwa Kiambu kwa mazishi ya Wayaki. Sikuona SG wa UDA hapo. Kwa sababu huo mkataba hauzungumzii haya maneno. Na rais mwenyewe anajua. Nilisikia akiambia watu wa Nairobi kila mtu afanye kazi yake. Mimi sitapitishwa kura kwa sababu ya mikutano ngapi nilihudhuria tukiwa na rais. Kazi yangu ni pale Senate nitafanya, yeye afanye yake. 2027 wananchi wafanye nini? Waamue. Na baba, mimi baada ya kusaini hiyo kitu, unajua kazi yangu ni rahisi sana. Mimi nakaa na marking scheme tu. Nakaa na marking scheme. Siku na agenda 10 pale. Iwapo Mkenya mwingine yeyote atachukuliwa na polisi ati abducted afichwe mahali, chama cha UDA na kiongozi wake William Ruto watakuwa wamekeuka mkataba ambao tumeandikisha. Iwapo polisi wa Kenya hawatawajibika watoe fidia kwa familia za watu ambao walipoteza maisha yao kulingana na jinsi ambavyo huo mkataba unasema, Mheshimiwa William Ruto na chama chake cha UDA watakuwa wamekiuka mkataba wetu. Iwapo kufikia mwaka huu wa fedha kaunti zetu hazitapokea bilioni 450 kulingana na vile tumesikizana, UDA na party leader wao watakuwa wamekiuka mkataba na chama cha ODM. Hiyo ndio kazi yangu tu. Hakuna kazi nyingine. Tunataka wafuate vile tumesikizana. Sauti hiyo ni ya Edwin Sifuna ambaye ameweza kutangaza na kusema ya kwamba baada ya Raila Odinga na William Ruto ambaye ni rais kutia sahihi katika mkataba wa maelewano, mkataba huo hausemi ya kwamba mahali popote Ruto anakoenda chama cha ODM kiwe pale. Ndio maana amejitetea na kusema hakuna mahali kumeandikwa ODM kuhudhuria mikutano ya Rais William Ruto. Na amesema ya kwamba kazi yake ni kupitia yale ambayo waliweza kuelewana ili kufanyika chini ya uongozi wake kama katibu wa chama cha ODM, na kusema ya kwamba kila mtu afanye kazi yake, maana ikifika 2027 kila mtu ataonyesha ni kipi ambacho ametenda, amefanya haswa katika maendeleo ili kuchaguliwa na Wakenya second round. Amesema ya kwamba katika mkataba wa maelewano
serikali ihakikishe ya kwamba mambo ya utekaji nyara umefikishwa mwisho. Yeyote ambaye atatekwa nyara, anasema ya kwamba chama cha UDA kinaweza kulaumiwa kwa sababu ndicho kiliweza kuunda serikali. Katika mkataba huo, fidia isipotolewa kwa familia zile ambazo ziliweza kupoteza wenzao, mkataba huo utakuwa umekiuka na UDA, ama umekiukwa na chama cha UDA. Na amesema ya kwamba ikiwa serikali itakosa kutuma hela bilioni 450 kuelekea ugatuzi ama kaunti, UDA itakuwa imekiuka maelewano kati ya rais na Raila Odinga. Now, I want to put this into perspective so that to understand why Edwin Sifuna is still sending a bombshell to the current government. Matamshi haya yanamaanisha nini haswa katika sekta ya siasa? ODM is not in Kenya Kwanza government to stay. Ikifika 2027, chama cha ODM huenda kitoe uamuzi tofauti. Hakipo pale kuhakikisha ya kwamba wameungana na hata zaidi ya 2027 kufanya kazi pamoja. Wako pale ili masuala yao yale ambayo wanataka yashughulikiwe yaweze kuangaliwa kwa undani. Utekaji nyara ufikishwe mwisho, pesa kutumanwa kwa ugatuzi bilioni 450 na mambo mengine, fidia kutolewa kwa familia. Hayo ndio yanastahili kushughulikiwa, na hakuna ahadi kwamba wataungana hata katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Kwa nini nasema hivyo? ODM vile kunaonekana watakuwa na mwaniaji wa kiti cha urais 2027. Raila Odinga aliposimama yeye mwenyewe aliweza kusema baba aendelee ama asiendelee. Watu wakasema baba aendelee. Na kuna siku nilifanya uchanganuzi hapa, wakati Raila Odinga alisema haendi Pondo kupumzika vile wengi wanadhani. Tusikize vile alisema baba aendelee ama asiendelee. Baada ya kujibiwa kwamba aendelee, akacheka na akaenda kukaa, akasema asanteni sana, ataendelea. Tumsikize. Tulisema nitafika, lakini Wakenya wako na shida, mpaka ya shida yatatuliwe sasa, sio siku nyingine. Hatuwezi kupiga siasa miaka 5 yote mfululizo. Nchi haiwezi kuendelea mbele. Maana yake mkiweka nchi katika hali ya kampeni, kelele nyingi zaidi, kuna kazi inafanyika mpaka kuna wakati ambaye kazi inafanywa, alafu baadaye tunarudi tena kwa kampeni. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Hiyo ndio mimi najua, ndio sababu unaona baba ako hapa, na mimi nilisema, niulize wa Kenya kama mnataka niendelee. Wakaniambia endelea. Baba endelee, si endelee? Endelee, si endelee? Sasa umesikia amejibu wewe jamaa. Sio mtoa majibu. Sio majibu. Sisi tunajua wakati ile ya kampeni kifika, hiyo wote wanaume jitokeza. Sio lazima Raila asimame. Raila vile anaweza kukaa nyumbani. Umesema Raila ni mzee sana. Sio Raila ni mzee sana. Ni baba aendelee, siendelee? Akae nyumbani. Akae nyumbani. Asanteni sana. Kutokana na mazungumzo hayo, inamaanisha ya kwamba chama cha ODM kuunga mkono kuchaguliwa kwa mara ya pili kwa Rais Ruto ni 1%, not even 10%. Kwa sababu wanaendelea kujipanga kuhakikisha kwamba watasimama. Huenda asiwe Raila Odinga, kwa mtu tofauti. You never know. But Raila Odinga might contest because
tumekuwa tukimfuatilia katika siasa, nasema next nitaunga mtu mkono maybe, ama tutaona vile tutafanya, lakini haijawahi tendeka. Kwa hivyo ODM haiko kwa serikali, haijaridhika kuwa katika mrengo huu wa Kenya Kwanza, ila tu sasa hivi watakuwa pale, na kuna fununu kwamba kuna cabinet reshuffle ambayo inaweza fanywa wakati wowote kuanzia sasa. Mambo ya PS nimesikia mafununu, lakini sitaki kusema hayo sana kwa sababu sijathibitisha habari hiyo. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutana katika kanda ambayo nitatekeleza hapo baadaye. Ikiwa unatazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Mokenya TV, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribe. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapozungua katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwa Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sambaza hii kanda kwa 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook, na usisahau kutupea like. Asanteni sana, kwaheri.